Kiluteli Tanzania KKKT Dayosisi ya Kati Singida, Dr. Cyprian Hilinti ameitaka jamii kusimama imara na kutokomeza vitendo vya ukatili vinavyoathiri ustawi wa familia na maendeleo ya taifa. Tunazindua, tunaombea, tunabariki eneo hili la Ruruma Leipzig kwa jimbo katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Askofu Hilinti ametoa wito huo wakati akizungumza katika ibada maalum ya uzinduzi wa jimbo jipya la Ruruma Leipzig, akisisitiza kuwa ukatili wa aina yoyote hauendani na maadili ya Kikristo na misingi ya utu. Ukatili ni mbaya, tuupinge. Na waliompokea Yesu Kristo wana moyo wa huruma. Mwanakwaya mwenye Yesu, baba mwenye Yesu, mama mwenye Yesu, askofu mwenye Yesu, mchungaji mwenye Yesu, akiambiwa hivi, anahurumia Ruruma, anahurumia dayosisi, anahurumia kanisa, anahurumia wajane, anahurumia wazawa. Bila Yesu hatuwezi kuwa wema. Katika hatua nyingine, Askofu Hilinti amelipongeza jimbo hilo jipya kwa ukuaji wa kiroho na mshikamano kwa Wakristo wake, akisema mafanikio hayo yametokana na imani, utu na ushirikiano wa viongozi pamoja na washirika. La heshima linastahili kupewa jimbo. Ushirika huu tunautambua hivyo, na hapa tutakuja, Mungu atusaidie, tutakuja Jumapili ya mwisho ya mwezi wa 10 mwaka huu. Dayosisi nzima itakuwa hapa. Tutakuwa na miaka 115 ya Leipzig, mbele ina nyuma yetu na msingi wetu. Dayosisi ya Kati ni hapa Ruruma. Katibu mkuu wa dayosisi hiyo, Mchungaji Shedrack Michael, amesema kuanzishwa kwa jimbo hilo kunaleta wajibu mkubwa kwa viongozi na Wakristo kuhakikisha huduma za kiroho na malezi ya washirika na usimamizi wa rasilimali vinafanyika kwa uwazi na uadilifu. Tamani sana kwa sababu wao ni jimbo la leo, lakini ni vikongwe wetu, kwa sababu tangu 1911 ndio injili iliingia kwa mara ya kwanza hapa. Kwa hiyo uinjilishaji pamoja na majukumu mengine yote ya kimaendeleo, tunatazamia kazi ya Mungu ifanyike kwa nguvu na kwa kasi kubwa, na kila mshirika awe nuru na chumvi katika eneo hili, lakini na kwa maeneo mengine ya mbali. Kwa upande wake, mkuu wa jimbo la Ruruma Leipzig, Mchungaji Neema Msengi, amesema uongozi wa jimbo hilo umejipanga kuanzisha miradi mbalimbali ya kiuchumi na kijamii ili kuimarisha ustawi wa kanisa na Wakristo wake. Amesema mikakati hiyo inalenga kuongeza vyanzo vya mapato, kujitegemea kifedha na kushiriki kamilifu katika maendeleo ya jamii yanayolizunguka jimbo hilo. Basi tunamshukuru Mungu kwa fursa hii, kwa sababu hapa ni kitovu cha injili. Ndio injili ilianzia hapa, baadaye ikaanza kuenea kwa dayosisi nzima ya Kati na dayosisi zingine zilizozaliwa na dayosisi ya Kati. Kuanzisha miradi, kuendeleza shule ya sekondari ya wasichana hapa Ruruma. Majengo yapo, lakini yanahitaji tu ukarabati mdogo. Lakini pia tumekusudia kuanzisha chuo cha VETA hapa Ruruma, kwa tuna eneo la kutosha hapa. Tuna ekari zaidi ya 100 ambazo zitatumika kwa ajili ya kuweka majengo mengine. Nao baadhi ya washirika waliohudhuria ibada hiyo wakawa na haya kueleza namna ambavyo wamejipanga kutoa ushirikiano kwa viongozi mbalimbali watakaopangiwa katika jimbo hilo. Leo imekuwa ni siku ya kipekee kwa kuwa tumezindua jimbo letu la Ruruma Leipzig. Jimbo hili kwa kweli tumelisubiri kwa muda mrefu sana. Nina hakika kabisa kwamba litafungua injili katika eneo hili la dayosisi yetu ya Kati ya Singida. Kwa hiyo tuko tayari kama wazawa kuhakikisha kwamba mipango ya jimbo hili tunashirikiana nao moja kwa moja, 100%. Mungu atusaidie. Pokea vizuri jimbo. Tunamshukuru askofu wetu pia kwa ajili ya kutekeleza kile kilichoandaliwa na halmashauri kuu. Tunaahidi kushirikiana pamoja na viongozi ambao watatumwa kuja kufanya kazi pamoja nasi, wachungaji pamoja na watendakazi wote. Tunawakaribisha na tunaamini tutafanya vizuri kwa ajili ya miradi yote ambayo itaanzishwa kwenye jimbo letu
Tunashukuru Mungu pia. Mtazamaji, nyuma yangu ni baadhi ya washirika ambao wamehudhuria katika ibada hii maalum ya uzinduzi wa jimbo jipya la Ruruma Lepsin hapa mkoani Singida, Dayosisi ya Kati. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Singida, mimi ni James Stanley, Upendo TV.